Naam, Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja hatimaye ametia saini mkataba wa ushirikiano na serikali ya kitaifa ambayo sasa itatekeleza baadhi ya majukumu yake. Mkataba huo utakaoanza kutekelezwa siku 14 kuanzia leo utaipa kaunti ya Nairobi shilingi bilioni 80 zaidi kuimarisha sekta mbalimbali jijini. Na kama Stephen Leto anavyoarifu, Rais William Ruto na Gavana Sakaja wamesema hatua hiyo itasaidia kuimarisha huduma za jiji kuu. Katika hafla iliyoandaliwa katika ikulu ya Nairobi na kuhudhuriwa na wahusika mbalimbali, kaunti ya Nairobi hatimaye imesaini mkataba na serikali ya kitaifa kushirikiana katika ufadhili na utekelezaji wa baadhi ya majukumu katika jiji la Nairobi. Allow me to first confirm that we've had tea. The last time such a document was signed, a similar one, people had other things. Katika mkataba huo kumebuniwa kamati ya uongozi itakayoongozwa na mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi kama mwenyekiti na Johnson Sakaja kama naibu wake. Kamati hiyo ya uongozi imewajumuisha wanasheria wakuu pamoja na mawaziri wa usalama, fedha, ardhi, mazingira, maji na kawi. Mkataba huo aidha umempa gavana wa Nairobi nguvu za kusimamia utekelezaji wa miradi, huku kamati yake ikitakiwa kufanya mikutano mara moja kila mwezi. Kamati yake itawajumuisha makatibu wa wizara 7 husika na wawakilishi kutoka afisi ya rais. There is no transfer of functions happening. For the avoidance of doubt, I have no interest in running the city of Nairobi. My hands are full. The governor and his team must run the city of Nairobi. But I have an obligation as the President of Kenya to assist the city of Nairobi. This is not a transfer of functions as happened during the NMS time, which was a misadventure that left this city with a 16 billion shillings pending bills whole and which did not augur well with the true spirit of devolution. It is not a transfer but a collaboration which is encouraged and which holds true regard to the mandate given to both of us by the people of Kenya and the citizens of Nairobi. Rais William Ruto akitetea mkataba huo akisema kuwa japo kaunti ya Nairobi inapokea mgao wake kama kaunti nyingine, majukumu na nafasi ya Nairobi kama jiji kuu yana mahitaji ya aina yake. With an initial quantified capital package of everything that I have said, amounting to 80 billion across priority sectors, this structured partnership is designed to deliver measurable impact and expand opportunities for all in Nairobi County. With a population of close to 7 million residents and with the city growing year on year, the equitable share from the division of revenue that provides resources to all the counties as well as our own source revenue can never be enough for the demanding needs of a capital city of the stature that we aspire to be. We have to do much more for Nairobi, for this country, for the capital city. And we have to go beyond the comfort zones that have been there. Rais Ruto aidha amesema kuwa mkataba huo umefanyika kulingana na sheria ambayo inaipa serikali ya kaunti nafasi ya kushirikiana na serikali ya kitaifa bila kuhujumu katiba. Since the enactment of the Urban Areas and Cities Act in 2012, this cooperation agreement is 14 years late. It should have been in place with the advent of devolution. Mkataba uliotiwa saini leo ni wa kipindi ya miezi 24 na upande mmoja unaweza kujiondoa kwenye mkataba huo kwa kutoa notisi ya miezi 6. Kwa sasa, mkataba huo utaelekezwa katika bunge la kaunti ya Nairobi na baadaye kushirikishwa umma kabla ya kuanza kutekelezwa. Yote haya yakipaswa kufanyika chini ya siku 14. We're committing to make Nairobi work because lazima i-work. Singapore, here we come. Kulingana na serikali kuu na serikali ya kaunti, mkataba wa leo ni ushirikiano tu ili kuhakikisha kwamba jiji la Nairobi limeingia katika ligi ya jiji nyinginezo duniani nzima. Stephen Leto, runinga ya Citizen, ikulu ya rais, Nairobi.